Tuanze moja kwa moja kwa kutazama michezo mbalimbali ambayo imepigwa jana, na surprise kubwa imekuwa ni Coastal Union kumfunga Singida Black Stars. Mechi ambayo watu wengi ni kama hawakutarajia, lakini kwa mara ya kwanza baada ya uwanja wa Mkwakwani kufunguliwa, Coastal Union wanapata ushindi mbele ya Singida Black Stars. Alex Ngereza. Yeah, of course ni ushindi ambao umesurprise wengi, hasa wale mashabiki wa Singida Black Stars, kwa sababu Singida ni miongoni mwa zile timu ambazo zimefanya usajili mkubwa sana Tanzania. Yaani leo ukiondoa Simba na Yanga, anayefuata kusajili wachezaji wengi wakubwa kwenye mpira wa Afrika ni Singida Black Stars. Amefanya usajili mkubwa sana wachezaji ambao wako kwenye ubora wa hali ya juu, lakini pia ni wachezaji ambao unaweza kuwapeleka Simba na Yanga na wakacheza, kwa sababu pia hata kabla hawajajiunga na Singida wachezaji wengi waliwahi kuhusishwa pia kujiunga na Simba na Yanga. Kwa hiyo Singida ina wachezaji ambao ni class A kwenye mpira wa Tanzania, lakini kufungwa na Coastal Union ndio kitu ambacho kimekuja kuwashangaza wengi, kwamba inakuwaje Singida anafungwa na Coast ambayo imekuwa na mfululizo wa kupata matokeo ambayo sio mazuri. Kwa sababu ukiangalia mechi tano za Coast za mwisho, mechi ambayo amekuja kupata matokeo ya alama 3 kwa asili ni mechi ambayo amecheza dhidi ya Singida. Ametoka kufungwa na Yanga, lakini pia ukiangalia mechi yake ya mwisho ya ligi kabla ya kucheza na Yanga, bado ni timu ambayo ilikuwa inasuasua, haikuwa na matokeo mazuri. Kwa hiyo kuwafunga Singida ni kitu ambacho inawezekana hata Coast wenyewe walikuwa hawaamini kama wanaweza kwenda kuwafunga Singida. Lakini kwa sababu mpira mnacheza dakika 90 ndio mnaweza kuamua matokeo, ndio zinaweza kuamua nani anaweza kupata alama 3. Wao wamefanikiwa kufanya kitu kama hicho. Ndani ya dakika 90 wamefanikiwa kupata alama 3. Ni mechi ya kwanza ambayo Singida wamecheza kwenye uwanja ambao Coast wamecheza kwenye uwanja wao nyumbani. Inawezekana pia hiyo imechangia kwa namna moja ama nyingine kuonesha watu wa Tanga kwamba tumerejea nyumbani na tuna uwezo wa kupata alama 3, kwa sababu tangu msimu umeanza Coast hawajatumia uwanja wa nyumbani wa Tanga. Wametumia uwanja wa Azam wa KMC Complex, baadaye wametumia uwanja wa Shamri Abedi Arusha pale. Hii ndio mechi ambayo wamerejea nyumbani kwenye uwanja wao wa Mkwakwani. Kwa hiyo hiyo pengine ilichangia kwa namna moja ama nyingine, lakini Singida Black Stars nao ni kama pia hawaitaki nafasi ya 3. Yaani kwa sababu kama jana wangeshinda, maana yake walikuwa wanafikisha alama 53. Na kwa sababu Azam kafungwa, maana yake alikuwa anamshusha Azam pale nafasi ya 3, alikuwa anabaki na alama ngapi? Alikuwa anaenda kuongoza kwa tofauti ya alama 2 kwenye nafasi ya 3. Kwa hiyo ni kitu kingine ambacho pengine kiliwapa pressure Singida kwa namna moja ama nyingine. Unajua sometimes ukiwa unapambana kuingia kwenye nafasi ambayo hujazoea, yaani hukuwa umehisi kwamba unaweza kukaa kwenye hiyo nafasi, pengine inaweza kukupa pressure kwa namna moja ama nyingine. So kwa hicho pia pengine kitu ambacho kilipelekea labda Singida nao kuwa kwenye pressure, lakini the team namna ambavyo wamecheza ndani ya dakika 90, Coast walifanya vitu vingi bora vya msingi. Hawakucheza mpira mkubwa dhidi ya Singida, lakini walifanikiwa kufanya vitu vingi vya msingi ambavyo viliwapa matokeo 3. Walikuwa wanapeleka sana pressure kwenye mpira, hawaachi nafasi moja kutoka kwa mchezaji mmoja na mwingine, hawaachi nafasi kubwa kutoka safu ya kiungo na safu ya ulinzi, hawaachi pia na nafasi kubwa kwa wachezaji wa Singida wakiwa wanamiliki mpira. Ni vitu ambavyo walivifanya kwa ubora ule unaotakiwa, na ili uwe kwenye mpira wa miguu, ili uweze kumfunga mpinzani wako, hakikisha kwanza unapeleka pressure kwenye mpira. Yaani usimpe mtu nafasi ya kukaa na mpira. Aidha yeye na mpira lazima kimoja kiondoke. Yaani aidha mpira ubaki au yeye mtu wabaki. Yaani visiende sambamba. Yaani mpinzani asinufaike na mpira kwenye mazingira yoyote yale.